Hii ni hashtag. Imekuwa tajamala zaidi Saada na Sudi kukutana nawe tena mwana hashtag Elimika uliyekaa kwa chata na tamwa kusubiri hashtag Elimika inayokuja kila siku ya Alhamis hapa ndani ya Arise and Shine TV. Mimi ni mwalimu wako wa dhati Samson Kesi, ukipenda unaweza kuniita Mr. Samfact. Karibu kwenye hashtag Elimika. Leo kipekee tukiangalia zama za kale, lakini pia tukiangalia uhusiano uliopo kati ya sokwe na binadamu. Tumesoma nadharia nyingi sana, zipo za kisayansi lakini zipo za elimu ya dini, kwa maana ya kwamba ndani ya maandiko matakatifu. Je, unafahamu nini kuhusiana na sokwe? Uhusiano wake uliopo kati yake na binadamu upoje? Salia hapa ndani ya hashtag Elimika ujifunze mengi zaidi juu ya mnyama huyu, uhusiano wake, lakini ni kipi hasa kinamfanya yeye kufananishwa na binadamu. Hii ni hashtag Elimika ya Arise and Shine TV na mimi ni Mr. Samfact Samson Kesi. Karibu tuambatane sote. Katika ulimwengu wa viumbe hai, binadamu ameonekana kuwa kiumbe mwenye akili, uwezo wa kuzungumza na kutawala mazingira yake. Hata hivyo, tafiti za kisayansi zimeonyesha kuwa binadamu si kiumbe wa pekee kiasi hicho kama ilivyodhaniwa hapo awali. Kuna mnyama anayefanana sana na binadamu katika sura, tabia na hata vinasaba, yani DNA. Mnyama huyo ni sokwe mtu, yani chimpanzee. Uhusiano kati ya sokwe na binadamu ni wa karibu sana kiasi kwamba wanasayansi husema kuwa sisi ni ndugu wa karibu katika mti wa maisha. Nisikilize kidogo nipate kuchambua uhusiano huo kwa kuzingatia nyanja za kimaumbile, kijenetiki, kitabia, kihistoria na kijamii. Tukianza moja kwa moja kwa uhusiano wa kijenetiki, utafiti wa kisasa wa jenetiki umeonyesha kuwa binadamu na sokwe mtu wanashiriki zaidi ya 98% ya vinasaba vyao. Kwa maana hiyo, tofauti ya vinasaba kati yao ni chini ya 2% tu. Hii ni dalili kuwa wote wanatokana na asili moja ya kiumbo iliyoishi takriban miaka milioni 5 hadi 7 iliyopita. Kutokana na ukaribu huu, watafiti wameweza kutumia sokwe katika tafiti za kitabibu, kijamii na kiakili ili kuelewa maendeleo ya binadamu wa sasa. Lakini pia sababu ya pili ni ufanano wa kimaumbile. Kimaumbile, sokwe na binadamu wana mfanano mkubwa. Wote wana miili yenye mikono mirefu, vidole vitano, kucha badala ya makucha na nyuso zenye macho makubwa mbele. Aidha, wote wana uwezo wa kukaa wima na kutembea kwa miguu miwili. Ingawa kwa sokwe si kawaida kama kwa binadamu, pia ubongo wa sokwe, ingawa mdogo zaidi, unaonyesha mfanano wa muundo na utendaji kama wa binadamu. Hii ni ishara kuwa viumbe hawa si tofauti sana kiasili. Lakini jambo la tatu ni uhusiano wa kitabia. Katika upande wa tabia, sokwe huonyesha mwelekeo wa kiakili na kihisia unaofanana na wa binadamu, kwani wana uwezo wa kutumia zana kama kutumia vijiti kufua mchwa, kutumia mawe kuvunja karanga na kutumia majani kwa kunywa maji. Lakini sokwe pia hujifunza kwa kuiga, huwasiliana kwa ishara au sauti mbalimbali na hata kuonyesha hisia kama furaha, huzuni, hasira, wivu na huruma. Kuna ushahidi wa sokwe kuwafariji wenzao walipopatwa na huzuni, jambo ambalo linaonyesha kuwepo kwa huruma na uelewano wa kijamii kama ule wa kibinadamu. Lakini jambo la 4 ni uhusiano wa kihistoria na wa mageuzi. Wanasayansi wa mageuzi, evolutions, wameweka wazi kuwa binadamu na sokwe mtu walikuwa na baba wa pamoja ambaye aliishi Afrika takribani miaka milioni 6 iliyopita, lakini baadaye kundi moja lilianza kujitenga na kubadilika pole kuwa binadamu wa sasa, yani Homo sapiens, huku kundi jingine likibaki kuwa sokwe wa sasa. Mageuzi hayo yalichochewa na mabadiliko ya mazingira, matumizi ya zana na ukuaji wa ubongo kwa binadamu. Hii inaonyesha kuwa binadamu hawakuumbwa kama viumbe wa kipekee moja kwa moja, bali ni matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu ya viumbe waliokuwepo kabla yetu.
sokwe wakiwa sehemu ya historia hiyo. Lakini jambo la tano ni uhusiano wa kijamii na maadili. Kutokana na ukaribu huu mkubwa, kumekuwa na mjadala mpana kuhusu nafasi ya sokwe katika jamii ya wanadamu. Wapo wanaopendekeza sokwe kupewa baadhi ya haki kama viumbe wanaoweza kufikiri na kuhisi. Aidha, tafiti nyingi hufanyika kwa kutumia sokwe kwa sababu ya ukaribu wao na binadamu. Lakini suala hili limezua maswali ya kimaadili. Je, ni sahihi kutumia sokwe katika majaribio yanayowaumiza au kuwatesa? Uelewa wa uhusiano huu umetufundisha kuwa viumbe hawa si wa kubezwa wala kupuuzwa, bali wanahitaji heshima na ulinzi kama sehemu ya mnyororo wa maisha. Lakini pia jambo la sita ni changamoto za kijamii. Uhusiano huu na ubaguzi wa rangi. Ingawa uhusiano wa kisayansi kati ya binadamu na sokwe ni wa kitaalamu, historia inaonyesha kuwa dhana hii ilitumiwa vibaya kuhalalisha ubaguzi wa rangi, hasa dhidi ya Waafrika. Katika kipindi cha ukoloni na utumwa, baadhi ya watu wa Ulaya walitumia hoja ya Waafrika kufanana na sokwe kuwadhalilisha na kuwatenga. Baki hapo hapo, tutazidi kujua mengi ndani ya #Elimika. Jambo hilo la Waafrika kufanana na sokwe, kuwadhalilisha na kuwatenga ilikuwa ni kosa kubwa la kihistoria na la kisayansi. Kwa kweli, binadamu wote duniani, iwe mzungu, Mwafrika au Mchina, wana uhusiano wa karibu sawa na sokwe, kwa kuwa mageuzi hayakutokea kwa misingi ya rangi au kabila, bali kwa mazingira na muda. Lakini hitimisho ni kuwa uhusiano kati ya sokwe na binadamu ni wa karibu sana na wenye maana kubwa katika kuelewa asili ya mwanadamu, maendeleo ya tabia na masuala ya kijamii. Sokwe tu sio viumbe wa porini, bali ni ndugu wa karibu wa mwanadamu. Wanatuonyesha sura ya maisha kabla ya sisi kuwa wanadamu wa leo. Ni wajibu wetu kuelewa kuwa na kuthamini na kulinda viumbe hawa, kwa kuwa wao ni sehemu muhimu ya historia yetu. Uelewa wa uhusiano huu unatufundisha unyenyekevu, utu na heshima kwa viumbe wengine. Lakini vipi kuhusu muktadha wa binadamu, yani ametokana na sokwe au ameumbwa? Naamini nalo hilo ni swali unalojiuliza mwana #Elimika. Swali lako linagusa mjadala mkubwa sana unaohusisha sayansi ya mageuzi kwa upande mmoja na imani ya kidini kwa upande mwingine. Hebu tuangalie muktadha huo kwa pande zote mbili na kwa heshima na uwazi. Kwa muktadha wa kisayansi, kwa mujibu wa sayansi ya kisasa, hasa kupitia utafiti wa Charles Darwin na wataalamu waliomfuata, binadamu hakutokana moja kwa moja na sokwe wa sasa, bali binadamu na sokwe walikuwa babu wa pamoja aliyeishi takriban miaka milioni 5 hadi 7 iliyopita. Kisha baada ya hapo, kundi moja la viumbe lilibadilika hatua kwa hatua, yani evolution, na kuwa binadamu wa sasa, Homo sapiens, na kundi jingine lilibadilika kuwa sokwe mtu, chimpanzee na bonobos. Hii ina maana kuwa binadamu hawakutokana na sokwe wa sasa, bali sisi na sokwe tuna asili moja ya zamani. Sayansi haizungumzii uumbaji wa papo kwa hapo, bali mabadiliko ya pole pole kwa mamilioni ya miaka kupita, mageuzi ya vinasaba na mazingira. Lakini vipi kwa muktadha wa kidini, imani za kiumbaji? Katika dini nyingi duniani ikiwemo Ukristo, Uislamu, Uyahudi na dini nyingine, binadamu anaaminiwa kuwa aliumbwa na Mungu kwa njia ya kipekee. Kwa mfano, katika Biblia Mwanzo 1 mstari wa 27 unasema Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. Lakini katika Uislamu, Quran sura ya 95 mstari wa 4, hakika tumemuumba mwanadamu kwa umbo bora kabisa. Hii ina maana kwamba kwa waumini wengi, binadamu si matokeo ya mageuzi ya viumbe wengine, bali ni kiumbe wa kipekee aliumbwa kwa kusudi maalum. Lakini je, kuna njia ya kati ambayo inaleta mjadala huu kwa sasa? Baki hapo hapo ndani ya #Elimika. Baadhi ya watu na wasomi wanajaribu kupatanisha sayansi na dini, wakisema Mungu anaweza kuwa ndiye aliyesababisha mchakato wa mageuzi na binadamu akatokea kupitia mfumo wa kisayansi uliopangwa kimungu. Hii huitwa mara nyingi theistic evolution, yani mageuzi yaliyo chini ya mpango wa Mungu. Kwa mtazamo huu, si lazima kuchagua kati ya sokwe au uumbaji, bali kuona yote kama sehemu ya njia moja ya kuelewa uumbaji wa mwanadamu.
Lakini tunajua kwamba utunzaji wa mazingira huendana na idadi ya watu, lakini pia idadi ya vitu vilivyomo ndani ya mazingira husika. Kwa muktadha huo, ni wazi kuwa sokwe wanachangia ekolojia ya dunia, na idadi ya watu duniani kwa mwaka 2025 kama ilivyokadiriwa na shirika la Umoja wa Mataifa UN, idadi ya watu duniani inakadiriwa kuwa ya bilioni 8.23 ifikapo Julai mwaka 2025. Hii inawakilisha ongezeko la takribani milioni 69.6 kutoka mwaka uliopita, ikiwa ni ongezeko la asilimia 0.85 kwa mwaka. Ongezeko hili linatokana na mchanganyiko wa viashiria kama vile kiwango cha kuzaliwa, vifo na uhamiaji. Lakini pia uhusiano kati ya sokwe na ekolojia upo hivi. Sokwe ni mojawapo ya spishi muhimu za wanyamapori na uhusiano wao wa ekolojia ni wa kipekee. Udhibiti wa mazingira, kwani sokwe huweza kusaidia kudhibiti idadi ya mimea na wanyama wengine, hivyo hudumisha usawa katika mfumo wa ekolojia. Lakini sokwe huhusika moja kwa moja katika usambazaji wa mbegu kwa kula matunda na kisha kutembea umbali mrefu. Sokwe husaidia kusambaza mbegu za mimea, hivyo huchangia katika upatikanaji wa misitu. Lakini utafiti wa sayansi unasema sokwe ni mfano mzuri katika utafiti wa tabia za kijamii na kisaikolojia kutokana na mfanano wao mkubwa na binadamu. Hivyo ni wazi kuwa sokwe anatunza mazingira kuliko ilivyo kwa binadamu, kwani sokwe huwa hazalishi taka, achomi misitu, wala hafanyi uharibifu wowote unaweza kuchangia mazingira kuwa kama hivi yalivyo. Leo hii nchi nyingi duniani zinahangaika kwa kiwango kikubwa kuyarejesha mazingira kuwa katika hali ya kale. Lakini ni wazi kuwa binadamu ndio kiumbe muharibifu zaidi kuliko wanyama wote kutokana na shughuli zake mbalimbali, ikiwemo za viwanda, kilimo na masuala mengine mengi zaidi yanayohusisha zana, mfano mapinduzi katika zana za kivita, matumizi ya vinu vya nyuklia huko Iran, Iraq, Israel, pamoja na mataifa yenye utajiri mkubwa wa majeshi kama Urusi na Marekani. Kwa hiyo ni wazi kuwa uwezo mkubwa wa kiteknolojia wa binadamu unaweza kuvuna rasilimali kwa wingi kama ukataji wa miti, uchimbaji wa madini, uvuvi wa kupindukia ambayo inaathiri sana mazingira na ukuaji wa viumbe hai. Lakini pia tafiti mbalimbali za wanamazingira zimeainisha kuwa bado binadamu wanaendelea kuwa kiumbe tishio zaidi duniani, na kwa sababu ya ukuaji wa idadi ya watu unaongezeka kwa kasi, anahitaji makazi, chakula na nishati zaidi. Yote haya huathiri mazingira kwa namna kubwa. Lakini pia uzalishaji wake wa taka. Binadamu huzalisha taka nyingi zisizooza, yani plastiki, kemikali ambazo huweza kuathiri mazingira ya baharini, anga na ardhini. Lakini pia mabadiliko ya tabia nchi. Binadamu anachangia kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya tabia nchi kupitia uzalishaji wa gesi chafu, carbon dioxide, methane kutokana na viwanda na usafiri. Kwa upande mwingine, sokwe huishi kwa kuendana na mazingira yao. Wao hula matunda, majani na wadudu bila kubadilisha sana mazingira yao, ingawa wanaweza kuvunja matawi na kuondoa baadhi ya mimea. Athari zao ni ndogo na mara nyingi mazingira hujirekebisha haraka. Kwa hivyo binadamu ndiye muharibifu mkubwa wa mazingira ikilinganishwa na sokwe. Lakini binadamu ataweza kuyarejesha mazingira hayo yaliyopotea endapo tu atapanda miti na kurejesha misitu. Yaani kupanda miti ni njia bora ya kurejesha ardhi iliyoharibika, kupunguza joto na kuhifadhi maji, lakini pia kuzuia ukataji wa miti kiholela. Lakini pia binadamu wakitumia nishati mbadala na kuepuka mafuta ya kisukuku kama makaa ya mawe, mafuta na kutumia jua, upepo na biogas, itamsaidia sana kurekebisha mazingira yake ya kila siku. Lakini pia kurekebisha matumizi ya ardhi, kuendeleza kilimo hai, organic farming, ambacho hakitumii kemikali kali, lakini pia kuzuia ujenzi holela na kulinda maeneo ya asili kama mabonde na mito. Lakini pia kupunguza kutumia tena na kuchakata taka, yani kupunguza matumizi ya plastic na bidhaa zisizooza, kuhamasisha kuchakata taka, recycling, na kutumia tena vitu, yani reusing. Lakini pia kuhifadhi vyanzo vya maji, kulinda mito, mabwawa na vyanzo vya maji dhidi ya uchafuzi, bila kusahau kupanda miti karibu na vyanzo vya maji. Elimu na uhamasishaji pia vinahitajika ili kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa mazingira, kuanzisha kampeni za kijamii za usafi na utunzaji wa mazingira, lakini pia kushirikiana na sera bora za mazingira, yani serikali kuweka na kutekeleza sheria za kulinda mazingira.
watu binafsi, mashirika na serikali kushirikiana katika miradi ya urejeshaji wa mazingira. Kwa ufupi, binadamu akibadili mtazamo na tabia zake, akaheshimu mazingira na kutumia rasilimali kwa busara, mazingira bora yanaweza kurejeshwa kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Kukuambia tu mwana hashtag Elimika, majibu yanategemeana na mtazamo wako binafsi au imani yako. Kwa sayansi, binadamu na sokwe wana babu wa pamoja. Binadamu hawakutokana na sokwe wa sasa, bali wote wametokana na kiumbe wa zamani aliyeishi mamilioni ya miaka iliyopita. Lakini kwa dini, binadamu aliumbwa na Mungu kwa njia ya kipekee, tofauti na viumbe wengine. Kwa baadhi ya watu, wakati wanaona kuwa Mungu anaweza kuwa ndiye aliyesababisha mchakato wa mageuzi, hivyo hakuna mgongano wa moja kwa moja. Ningependa kujua mtazamo wako mwana hashtag Elimika, ili na mimi nijue wewe unasimamia kipi, ili niweze kujua zaidi napokuandalia hashtag Elimika nyingine nitagusia jambo gani zaidi. Je, upo upande wa kisayansi, kidini au kupatanisha vyote? Hii ni hashtag Elimika inayokujia kila siku ya Alhamis hapa ndani ya Rise and Shine TV. Mimi ni mwalimu wako wa dhati Samson Kesi, niite Mr. Samfact. Hashtag Elimika, elimu zaidi.